Bwana Mungu alivyomwahidi baba yetu wa imani kwamba atamfanya uzao wake utakuwa kama mchanga wa baharini. Mungu alivyosema tuijaze dunia, akuongelea kwamba tujaze kwa kuzaa watoto kimwili peke yake. Huo ulikuwa ni mfano. Lengo la Mungu alitaka tuhubiri nafsi za watu wengi wamjue nani? Wamjue Bwana Yesu, waishi maisha matakatifu yanayompendeza Bwana Yesu. Ndio maana imeandikwa hivi, atakayemwamini Bwana Yesu akamkiri kwa kinywa na kaamini kwa moyo atakuwa mwana wa Mungu. Kwa Mungu alitaka tuzae watu kiroho, kwa sababu ukizaa kimwili na wale watu wasipomjua Mungu wanaishia jehanamu. Kwa hiyo Mungu anakuwa hana faida. Kwa hiyo kumbe Mungu anafurahia watu kuzaliwa kiroho sana kuliko kimwili. Kwa hiyo pia Mungu anatamani watu wamjue yeye, kwa sababu watu wasipomjua yeye wanakuwa wamekufa kiroho. Kwa hiyo mwisho wa siku wataishia jehanamu ya moto. Kwa hiyo Mungu anatamani sana. Kifo ambacho kinamhuzunisha Mungu ni kile mtu ambacho anakufa hamjui Mungu, kuliko hata kifo cha kimwili cha kawaida, kwa sababu roho haifi, inahamishwa tu. Roho baada ya hapo atapata hukumu ya milele kwenye mateso ya milele. Kwa hiyo Mungu, kifo ambacho kinamchukiza ni mtu akifa hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na hajakubali kuyaishi mapenzi ya Mungu, na bado hajazijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo natamani sana mwaka usiishe haujahubiri watu, hata kama hawajaokoka, wewe ipande mbegu ya neno la Mungu ndani ya mioyo yao. Alafu siku moja utakuja kupokea kutoka kwa Mungu Baba, utakuwa umemkopesha, utakuwa umempa deni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo wewe fanya kazi kubwa, weka hazina ya neno la Mungu ndani ya mioyo ya watu. Hata baada ya miaka 10 yule mtu anaweza akaokolewa, akaokoka, na taji yako itakuwa ipo mbinguni. Kwa hiyo usichoke kuwatendea watu mema, lakini cha kwanza usimtendee mtu mema kwa kumpa fedha na vitu vya duniani. Hapana, kwanza mpe neno la Mungu, kwa sababu yule mtu ukimpa hela haitamsaidia roho yake. Anaweza akachukua hela akaenda akanywa pombe. Lakini sasa ukimpa kwanza msaada wa kiroho, akamjua Mungu, ukampa neno la Mungu, utakuwa una faida mbele za Mungu, na Bwana Yesu atakubariki siku zote. Hata sio kubariki wewe, atakibariki kizazi chako. Bwana Yesu naomba kutunze mwaka 2026 uwe sababu ya kuendelea